Usalimu rafiki yangu popote pale ulipo na unaponisikiliza. Aina 5 hizi za tabia ni hatari zinapokufukuzia maisha. Ina maana zitamfukuza Roho Mtakatifu kwenye maisha yako na utaanza kupata shida. Ukisoma Wagalatia 1 mstari wa 17, kuna maandiko hapa yanasema, ukisoma kitabu hiki cha Wagalatia 1 mstari ule wa 17, maandiko yanasemaje? Anasema, wala sikupanda kwenda Yerusalemu kwa hao waliokuwa mitume kabla yangu, bali nalikwenda zangu Arabuni, kisha nikarudi tena Damaska. Jina la Bwana libarikiwe. Unapoishi maisha ya kumsikiliza Roho Mtakatifu ukaongozwa naye, kuna mambo mengi utaweza kuyaepuka ambayo yangeweza kukudhuru. Na ndio maana tukienda moja kwa moja kwenye kile kitabu kile cha Yohana sura hii hapa ya 15 mstari ule wa 26 na 27, anakuambia, lakini ajapo huyo msaidizi nitakayempeleka kutoka kwa Baba, huyo Roho wa kweli atokaye kwa Baba, yeye atanishuhudia, nanyi pia mnanishuhudia, kwa kuwa tangu mwanzo mmekuwapo pamoja nami. Lakini ukiangalia Yohana 16 kuanzia 7 mpaka ile mstari wa 15, anakuambia, lakini mimi ninawaambia iliyo kweli, yawafaa mimi niondoke, kwa maana mimi nisipoondoka huyo msaidizi hata kuja kwenu, bali mimi nikienda zangu nitampeleka kwenu. Naye akisha kuja, huyo atauhakikishia ulimwengu kwa habari ya dhambi na haki na hukumu. Kwa habari ya dhambi, kwa sababu hawaniamini mimi; kwa habari ya haki, kwa sababu mimi naenda zangu kwa Baba, wala hawanioni tena; na kwa habari ya hukumu, kwa sababu yule mkuu wa ulimwengu huu amekwisha kuhukumiwa. Hata bado nikari ninayo mengi ya kuambia, lakini hamwezi kustahimili hivi sasa. Lakini yeye atakapokuja, huyo Roho wa kweli, atawaongoza watie kwenye kweli yote, kwa maana hata nena kwa shauri lake mwenyewe, lakini yote atakayoyasikia atayanena, na mambo yajayo atawapasha habari yake. Yeye atanitukuza mimi, kwa kuwa atatoa katika yaliyo yangu na kuwapasha habari. Na yote aliyo nayo Baba ni yangu. Kwa hiyo na alisema ya kwamba atatoa katika yaliyo yangu na kuwapasheni habari ya mambo hayo. Lakini ukisoma Yohana 14 kuanzia ule mstari wa 15, anakuambia, mkinipenda mtazishika amri zangu, nami nitamwomba Baba, naye atawapa msaidizi mwingine, ili akae nanyi hata milele, ndiye Roho yule wa kweli, ambaye ulimwengu hauwezi ukampokea, kwa kuwa haumuoni wala haumtambui, bali ninyi mnamtambua, maana anakaa kwenu, naye atakuwa ndani yenu. Anakuambia, sitawaacha ninyi yatima, naja kwenu tena. Lakini ukiendelea kusoma mstari wa 21, anasema, yeye aliye na amri zangu na kuzishika, yeye ndiye anipendaye, naye anipendaye atapendwa na Baba yangu, nami nitampenda na kujidhihirisha kwake. Lakini ukisoma kile kitabu ukiendelea Yohana 14 mstari ule wa 26 na 27, anakuambia, lakini huyo msaidizi, huyo Roho Mtakatifu, ambaye Baba atampeleka kwa jina langu, atawafundisha yote na kuwakumbusha yote niliyowaambia. Anakuambia, amani na wachieni, amani yangu nawapa, niwapavyo mimi, sivyo kama ulimwengu utoavyo. Msifadhaike mioyoni mwenu, wala msiwe na woga. Kwa hiyo haya ni mambo ambayo lazima uyaelewe. Sasa aina hizi 5 za tabia ni hatari, zinamfukuza huyu Roho Mtakatifu ambaye tumepewa kama msaada, kama muhuri, kama unavyojua kwenye kitabu cha Waefeso sura ya 4 mstari ule wa 30 mpaka 32, inayosema tusimhuzunishe Roho Mtakatifu ambaye tumepewa kama msaada, kama muhuri hadi siku ya ukombozi. Lakini pia Roho Mtakatifu anatupenda, ndiye anayetuombea kiwango cha kuugua moyo. Ukisoma kile kitabu cha Warumi sura ya 8 mstari wa 26, kwa hiyo tusimhuzunishe wala tusimzime Roho Mtakatifu, kama kitabu kile cha wa Thesalonike wa kwanza sura ya 5 mstari wa 18 na 19. Kwa hiyo haya mambo tusiyaweke kwenye maisha yetu. Cha kwanza, kuwa wazembe, tuache uzembe. Cha pili, kuwaza mawazo hasi. Kwanza mawazo hasi. Kumbuka wa Korinto wa pili sura ya 10:3 mpaka 6, anakuambia tuteke nyara fikra zetu zipate kumtii Kristo, lakini tupatilize maasi yote. Lakini 3 ni tabia za kugairi mambo mazuri au kuharakisha matokeo, kukosa uvumilivu. Kumbuka tunda la Roho ni uvumilivu. Soma Wagalatia sura ya 5 mstari wa 22 mpaka 23. Lakini pia tuenende kwa Roho, hatuwezi kustimiza tamaa za mwili. Soma Wagalatia
Wagalatia 5:16 na 17. Lakini 4 ni kudhalau au kusema vibaya nguvu ya Roho Mtakatifu. Maandiko yanasema tusimkufuru Roho Mtakatifu, maana atakayemkufuru hatosamehewa. Na Bwana Yesu mwenyewe alitamka hayo kupitia injili zote 3. Ukiangalia Mathayo, ukiangalia kitabu kile cha Luka, Yohana, lakini pia na kitabu cha Marko. Lakini 5 ni kuwaogopa wanadamu. Maandiko yanasemaje? Kuogopa wanadamu kunaleta mtego. Ukisoma kile kitabu cha Yeremia mstari ule wa sura ya 17 mstari wa 5, anakuambia amelaniwa mtu yeye amtegemee mwanadamu, amfanyie kama kinga yake, huyu moyoni mwake amemwacha Mungu. Lakini pia anakuambia tusiwaogope wanadamu. Kumwogopa mwanadamu kunaleta mtego. Kwa hiyo maisha yako hapa duniani, ili uweze kushinda na kuongozwa na Roho Mtakatifu, usimhuzunishe na usimfukuze Roho Mtakatifu, zingatia kuacha hizi tabia 5, zingatia kuishi maisha matakatifu, maisha yasiyo na dhambi. Jitahidi kushinda dhambi na kuwa mwema na kuwasaidia wahitaji na kutembea katika neno, maombi, na ukubali unapoamshwa usiku, amka uombe. Unakubali unapokatazwa na kitu, kiache. Unakubali unapoongozwa kufanya kitu, kifanye. Huyo ndiye Roho Mtakatifu anayekuongoza kwa mema. Lakini ukiona kuna mabaya yanachochewa ndani yako, jua hiyo ni agenda ya roho chafu na tamaa zako za nafsi zinakuongoza. Kwa hiyo kubali kuongozwa na Roho Mtakatifu. Nawapenda. God bless you. Be a shining star in Jesus' name. Shalom.